Mithali 23 mstari wa 7a anasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Vile ulivyo inategemeana na vile ulivyowahi kuona. Inawezekana wengine bado hujafikia, ila uko njiani, uko ndani ya safari ya kufikia pale ulipoona zamani. Ndio maana hujaona ukawa tayari umefikia pale, uko ndani ya mchakato. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuendelea kukata tamaa kwa sababu hujafikia, na usikubali kusikia habari mbaya zinazoweza kuua ile ndoto ya thamani ulionayo. Picha ulionayo lazima uitunze kwa gharama yoyote. Usiruhusu wakati mwingine picha ulionayo watu wengine waijue. Kwa nini? Kwa sababu ukiwaruhusu watu wengine wajue picha ulionayo, kuna uwezekano wa watu hawa kuleta habari mbaya inayoweza kusababisha msiba kwenye nafsi. Nafsi inapopata taarifa juu ya mambo mabaya yanayopambana na ile ndoto ulionayo au ile picha ulionayo, kuna uwezekano wa picha ile kufutika. Halo. Macho yako yadumu kuangalia kile ulichokiona katika ulimwengu wa roho. Ile picha ulioiona, ng'ang'ania hiyo, mwambie Mungu, najua hivi ndivyo itakavyokuwa. Haijalishi mazingira yanasemaje. Unaweza ukawa huna chochote sasa hivi, haimaanishi kwamba wewe huna chochote. Inawezekana uko peke yako sasa hivi, lakini lazima uamini ya kwamba vile Mungu anavyoweka ndani yako picha ya kuwa na watu wengi, ndivyo itakavyokuwa. Ni swala la muda tu, ni swala la muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukuu hauji ghafla. Hakuna namna unavyoweza kufanya muujiza wa ukuu uje ghafla. Unahitaji gharama ya kuendelea kuchuchumilia picha unayoiona ambayo watu wengine hawaioni. Watu unaowaambia ndoto ulionayo mara nyingi wanaweza wakawa wale wengine 10 walioleta habari mbaya. Watakwambia, kwa hali hii unafikiri hilo unalolifanya linawezekana? Ukiruhusu watu wapate uhuru wa kutoa maoni kwa vile ulivyowashirikisha maono, wakaleta habari mbaya, watakuwa sababu ya kufuta picha ya thamani Mungu aliyokupa ambayo haiwezi kupatikana kwa watu wengine. Amini katika mambo yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu aliyoko hapa. Jifunze kuamini katika mambo yasiyowezekana kuwa yanawezekana. Usiamini kwa sababu ya pesa ulionayo. Kuna wale wanaoamini kwamba naweza kufanya biashara hii kwa sababu nina mtaji. Mtaji unaweza usikusaidie chochote kama huna ndoto. Hivi naongea na mtu hapa. Lakini mtu ambaye hana mtaji akiwa na ndoto, siku moja utamwona amefika pale alipokuwa. Hapo ndipo Mungu alipokuweka tangu asili. Mungu hupenda uanze chini ili akuinue. Hapendi kutembea na watu walioko juu, anapenda watu walioko wapi? Chini. Kwa sababu hupenda kuwainua wanyonge ili awaibishe wenye nguvu. Na wewe ni mojawapo wa watu wenye nguvu baadaye, japo leo unaonekana ni mdogo. Wewe ni mnyonge leo. Pengine kazi yako ni biashara ambayo unaifanya ya kukutesa tu. Hiyo ni mifupa mikavu. Lakini nataka nikwambie, baada ya siku si nyingi utakuwa mtu utakayetikisa mataifa ya watu wengi. Unapoona unatamani kufikia ngazi ya kuwa na nyumba na uko kwenye nyumba ya kupanga, hiyo picha Mungu aliyoiweka ndani huwa haileti bure. Kwa namna moja au nyingine, kabla vitu vyote unavyoviona havijakuwepo, vilikuwepo kabla. Macho ya nyama hayajashuhudia. Tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo kwenye ile sura ya kwanza, nataka tusome tena hiyo mstari michache hapo. Ule mstari wa kwanza, maandiko yanaanza kusema kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya nini? Aliziumba mbingu na nchi. Alafu anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru. Ikawaje? Ikawa nuru. Mstari unaofuata anasemaje? Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Nataka uelewe hivi, wakati Mungu anapozungumza juu ya vitu
vinavyotakiwa kuonekana kwa namna ya macho ya nyama havikuwepo, lakini katika ulimwengu wa roho vilikuwepo. Mungu hutupa picha ndani ya mioyo yetu ya kuona mambo yatakayokuja baadaye kabla hayajakuwepo, kwa sababu ndani yetu ameweka asili ya umungu. Sijui kama ungana mtu hapa ile asili ya umungu, kwa sababu ya ile pumzi ya uhai iliyopulizwa ndani yako ukawa nafsi hai. Ndani yako Mungu amekupa uwezo wa kuona vitu vinavyoonekana kabla macho ya nyama hayajaonekana au hayajaona. Unapoona kwamba ndani yako unafikiri juu ya kuanza biashara ya duka pengine la jumla au la rejareja, inawezekana kwa hali halisi ulionayo, ukimwambia mtu mambo hayo anaweza akakushangaa. Lakini moja ya jambo ambalo unapaswa kuwa nalo makini ni swala la kusikia habari zitakazokuja nje ya picha ulionayo ndani ya moyo wako. Wakati unapokuwa unaona picha ya kuwa na duka la jumla, ukimwambia mtu kwamba nitakuwa na duka la jumla, unayemwambia ataona mazingira yanayokuzunguka, hatakubaliana na hilo neno, atalipinga. Okay, inawezekana asilipinge kwa namna moja, ila atalipinga kwa namna nyingine, aidha kwa kucheka au kwa kushangaa. Atashangaa kwa nini? Kwa sababu ya mazingira ulionayo na kitu unachokizungumza ni vitu viwili tofauti. Sasa hapo ndipo ambapo shetani huanzia kufanya kazi ya kuiba kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Picha yoyote unayoiona katika ulimwengu wa roho ni mbegu. Sijui kama naongea na mtu hapa. Hiyo mbegu Mungu aliyoiweka ndani yako ina tabia ya kuona mbali, maili takribani zaidi ya trilioni 1, vitu vilivyoko mbali. Inawezekana vikachukua miaka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lakini Mungu atakupa kuona leo. Usije ukapuuza hiyo picha. Hiyo picha imebeba hatima yako jinsi itakavyokuwa. Lakini unapoyaweka mambo hayo kwenye hali ya uhalisia, alafu ukaanza kuzungumza na mazingira au ukashirikisha watu wanaoona mazingira yanayokuzunguka, wakileta neno lolote lililo kinyume na vile picha ilivyo, kuna uwezekano wa picha yako kufutika ndani yako. Na hapo ndipo watu wengi wanapoanguka.